Karibu mpendwa mtazamaji wa kipindi chako pendwa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mwongozo wa Bobea Andikoni, kutoka kanisa la Waadventista Sabato Ukonga, kinacholetwa muda na wasaa kama huu, na nayesimamia mwongozo wa kujifunza Biblia wa juma hili Benson Felician, mwinjilisti kutoka kanisa la Waadventista Sabato Ukonga. Nikualike tunapoenda kuanza mada ya juma hili tuweze kupata ombi. Basi tufumbe macho tupate dua. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako. Karibu na karibia katika kipindi kapate kibali machoni pako. Msikilizaji, mtazamaji, mbariki na umuongoze na ukampatie mafunuo mapya tunapoenda kuanza kipindi hiki. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Ndio tunavyoomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen. Nikualike katika somo la juma hili, na awali ya yote kabla ya kuingia katika somo la juma hili nikukumbushe somo lililopita, somo lililokuwa linasema jinsi ya kujifunza Biblia. Somo lililoisha tuliangalia ni kwa namna gani tunaweza kujifunza Biblia na tukaielewa. Lakini tulisema kabla ya kuanza kujifunza ama mbinu za kutumia, ni lazima tuweze kuelewa mambo yafuatayo. Moja, tujifunze ya kwamba unapohitaji kujifunza Biblia, unapaswa jambo la kwanza kuwa na eneo ama kuwa na mahali. Leo vijana wanaita location, ya kwamba unakuwa umetenga eneo maalum ambalo utakuwa kila siku unapata nafasi ya kwenda mahali pale kwa ajili ya kujifunza Biblia. Unaweza ukawa umeweka eneo fulani kanisani, umeweka chumba maalum katika nyumba yako, umeweka eneo fulani katika pori ama katika mlima ama eneo fulani la kanisa. Unaenda pale kwa ajili ya kujifunza. Lakini jambo la pili la kuzingatia ilikuwa ni habari ya muda. Na tuliona ya kwamba ni vizuri kujifunza Biblia katika wakati wa alfajiri na mapema sana ama muda wa usiku. Hii ikiwa inasaidia kwamba muda ambao unakuwa ni muda wenye utulivu, eneo lenye utulivu, na ubongo unakuwa uko tayari kupokea kile ambacho unakuwa unajifunza. Na tukaona kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 35, ilikuwa ni kawaida ya Yesu alfajiri na mapema sana alikuwa akienda kutafuta uso wa Bwana, kuwa akienda kujifunza Biblia. Kwa hiyo tukaona ya kwamba ni muhimu sana kuzingatia mambo haya mawili, kuhakikisha kwamba wewe una uwezo wa kujifunza Biblia. Na ndipo tuliangalia mbinu kadhaa za kuweza kuelewa maandiko matakatifu. Tukasema ya kwamba kwa kuwa kitabu hiki Biblia ni kitabu ambacho kimevuviwa, hivyo basi unapoenda kujifunza maandiko matakatifu ni lazima kwanza uombe nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Na ukishaomba, chagua mada husika, chagua kifungu husika ambacho ulikuwa umekusudia kujifunza kwa wakati huo. Na unapokuwa umekichagua, omba tena, anza kusoma. Na unapoanza kusoma, omba nguvu ya Roho Mtakatifu aweze kuongoza kile ambacho amekusudia uweze kukipata. Na utakaposoma, hebu chukua kalamu, karatasi ama diary yako, andika mawazo ya muhimu ambayo umeyapata katika mada uliyokuwa unasoma. Na hii tulisoma kitabu cha Isaya sura ya 8, namna alivyosema kwamba chukua chaki, chukua ubao, andika. Na wewe chukua kalamu yako, anza kuandika vile vitu vya msingi ambavyo umeviona. Na baadaye omba ili upate uongozi wa Roho Mtakatifu kuelewa jambo la msingi ama wazo husika ambalo Mungu alikuwa amelikusudia. Na baada ya hapo unahitaji kwenda sasa kuwashirikisha watu wengine. Mtafute rafiki yako, mfundishe kile kitu ambacho ulijifunza. Itakuwa ni faida kwako na itakuwa ni faida kwangu. Na tuliona ya kwamba Biblia ndio mwongozo wa maisha ya mwanadamu katika ulimwengu huu. Hivyo basi kila mtu anapaswa kuchukua muda kwa utaratibu, kwa upole, kwa umakini kujifunza Biblia. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tuliweza kuyatazama wiki iliyopita. Nikualike katika somo la juma hili kwenye mwongozo wetu wa Bobea Andikoni, somo ambalo ninasema maisha yangu ya maombi. Maisha yangu ya maombi. Kwa hiyo somo la juma hili linanitaka mimi ninayezungumza kuwa na maisha ya maombi. Linakutaka wewe unayesikiliza kuwa na maisha ya maombi. Tusimtazame mtu mwingine, lakini maombi iwe ni sehemu yangu, iwe ni sehemu yako katika maisha yetu ya kila siku. Hebu nikupitishe katika maneno machache
ya mwandishi katika mwongozo wa Bobea Andikoni wa kujifunza Biblia. Alafu ni kualike moja kwa moja tuingie katika mada ya siku ya leo. Mwandishi anasema, fikiria kama ungekuwa unazungumza mara chache sana na rafiki yako wa karibu au mwenzi wako, ama ni mtu ambaye mmeingia katika mahusiano, alafu mahusiano yanakuwa ni machache. Mwisho wa siku mahusiano hayo huwa yanavunjika, mahusiano hayo huwa yanakatika kwa sababu hakuna mawasiliano ya kina ambayo yamedumishwa. Ndipo mwandishi anasema, haraka sana uhusiano huo ungevunjika. Vivyo hivyo, maombi ni sehemu muhimu ya kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Ni tabia ya muhimu ya ibada. Kwa maana hiyo, kwa nini tunafanya maombi? Tunahitaji kuwasiliana na Mwenyezi Mungu kama ambavyo ninawasiliana na rafiki yangu wa karibu. Mwenyezi Mungu ni muumbaji, ni mkombozi. Kwa hiyo napaswa kuwa na mawasiliano yangu na yeye kila siku. Hivyo basi, ni kualike kama tulivyoona ya kwamba Biblia, Mungu anahitaji kuwasiliana nasi. Anazungumza na sisi kupitia katika Biblia. Na sisi tunahitaji kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Tunahitaji kuzungumza na Mwenyezi Mungu kupitia nini? Ni kupitia maombi. Kwa hiyo mawasiliano haya ninapaswa kuyadumisha mimi katika maisha yangu, na wewe msikilizaji, mtazamaji unayenisikia katika maisha yako. Lakini hebu nikupitishe katika nukuu moja ya hii kitabu cha Mark Finley cha Tuamshe Tena. Hebu sikiliza mambo yafuatayo. Anasema, kanisa la Agano Jipya lilijikita katika maombi. Waumini walizingatia mashauri ya Yesu aliyowaeleza ya kwamba wasubiri ahadi kutoka kwa Baba, kwa mujibu wa kitabu cha Matendo 1:4. Na kanisa la awali walifanya hivyo, walidumu kwa pamoja wakiomba ili waweze kupata nguvu. Kwa maana hiyo, ili muumini ama Mkristo ama mtu yeyote aweze kupata maombi, aweze kupata nguvu katika nyanja yoyote ya maisha, ni lazima adumu katika maombi. Swali linakuja ya kwamba kwa nini watu wanaomba? Kwa nini mimi napaswa kuomba? Kwa nini mtazamaji na msikilizaji wetu anapaswa kuomba? Kuna mambo makubwa ya kuzingatia. Kwa nini mimi napaswa kuomba? Moja, katika kitabu cha Luka 18:1, tunaomba kwa sababu Mwenyezi Mungu ameagiza ya kwamba mimi na wewe tuweze kuomba. Hiyo ni namba moja, kwa nini tunaomba. Namba mbili, kwa nini mimi ninaomba na wewe unaomba? Tunaomba kwa sababu tunamuomba Mwenyezi Mungu, yeye ni muumbaji na sisi ni viumbe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3:8, ilikuwa ni kawaida ya Mwenyezi Mungu kuwatembelea wanadamu na kuzungumza nao. Na kwa kuwa nahitaji kuzungumza na Mwenyezi Mungu, ninapaswa kuomba. Jambo la tatu, kwa nini naomba? Ninaomba ili niweze kupata msaada. Kitabu cha Mathayo 7:7 amezungumza, ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo tunaomba ili tuweze kupata msaada. Kwa nini naomba? Ninahitaji kutubu. Ninahitaji kuomba msamaha kwa mujibu wa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Kwa hiyo ili uweze kusamehewa dhambi, ni lazima mimi na wewe tuweze kuomba. Lakini jambo lingine, kwa nini naomba? Ili niweze kupata hekima, niweze kupata maarifa, niweze kupata ufahamu kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo 1:5. Kwa hiyo hizi ni sababu nyingi ni kwa nini mimi na wewe tunapaswa kuomba. Awali wanadamu wa kwanza walikuwa na wasana moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, kitabu cha Mwanzo, lakini dhambi hiyo ilipoingia, mawasiliano haya yakapungua. Tukaona kwamba ile ya kuonana ana kwa ana ikatoweka, ndipo tukaja katika habari ya kuomba. Sasa nikurejeshe katika juma hili na somo la juma hili nasema maisha yangu ya maombi. Lakini kabla ya kuangalia mimi maisha yangu ya maombi, hebu nikulete katika baadhi ya vielelezo katika Biblia vya watu ambao wanaonekana ya kwamba wao ni mashujaa wa maombi, ambao watakuwa ni mfano kwangu na watakuwa ni mfano kwako kuweza kuiga kwao, na
ule mwongozo wa watu wazima wa kukua katika uhusiano na Mungu, wao kichwa cha somo wamekiita mashujaa wa maombi. Nikualike mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika mwongozo huu wa Bobea Andikoni, twende kwa pamoja tuone baadhi ya watu katika Biblia ambao wao wanaonekana ya kwamba walikuwa ni watu wa maombi, walikuwa wakiomba, na wanaonekana ya kwamba wao walikuwa ni mashujaa wa maombi. Mtu wa kwanza tunayeona habari zake ni Danieli. Danieli, unapoenda kusoma kitabu cha Danieli sura ya kwanza, Danieli sura ya pili, Danieli sura ya tatu, Danieli sura ya sita, Danieli sura ya 10, Danieli alikuwa akiomba na ameomba katika tawala tofauti tofauti kutokana na mamlaka aliyokuwa nayo. Hebu nisome mstari mmoja katika Biblia, kitabu cha Danieli sura ni ya 6 mstari wa 11. Usikilize maneno haya yanavyozungumza. Danieli sura ya 6 mstari wa 10 na 11 anasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Mstari wa 11, basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusii mbele ya Mungu. Walimuona akiomba, lakini mstari wa 10 anasema akapiga magoti mara 3 kila siku. Kwa hiyo Danieli alikuwa ni mtu wa maombi na alikuwa anaomba mara 3 kwa mujibu wa Danieli sura ya 6 mstari wa 10, asubuhi, mchana na jioni. Swali kwangu na swali kwako, wewe unaomba mara ngapi? Mimi ninaomba mara ngapi? Huyu ni Danieli. Wakati mwingine aliundiwa njama, alipitia katika magumu, alipita muda ya kwamba ndoto ya mfalme iweze kutafsiriwa. Aliwatafuta wenzake, wakaenda kuomba kupata hekima, kupata maarifa, na Mwenyezi Mungu aliweza kufunua. Hivyo basi, na mimi napaswa kupata kuwa na nafasi ya kuomba asubuhi, mchana na jioni kama Danieli alivyokuwa akiomba. Kwa mujibu wa Danieli sura ya 6, lakini Danieli sura ya 2 mstari wa 23. Danieli alikuwa ni mtu wa maombi. Nikulete katika mtu mwingine, habari gani ya Musa? Musa alikuwa ni mtu wa maombi. Ameliombea taifa la Israeli wakati walipokuwa wakitoka utumwani Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Alikuwa akiomba, alikuwa akikutana na Mwenyezi Mungu alipokuwa anapanda mlimani. Lakini sio hilo tu, Musa aliliombea taifa. Musa aliwaombea ndugu zake Haruni na Miriam. Kuna jambo ambalo lilitokea, lakini Musa akaenda kuwaombea. Mimi na wewe, nje ya kuomba peke yetu, tunapaswa kuwaombea watu wengine. Haya ni maombi ya maombezi, ya kwamba ninapaswa kuchukua muda mwingi kuhakikisha kwamba ninawaombea watu wengine. Na hii habari unaipata kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 15 mpaka mstari wa 24, lakini Kutoka 32 mstari wa 31 na mstari wa 32. Musa alikuwa ni shujaa wa maombi. Unaweza ukasema ya kwamba mbona unagusa sana Agano la Kale, habari gani ya Agano Jipya? Twende taratibu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nitagusa pia Agano Jipya, watu wa maombi. Hebu nimalizie upande wa Agano la Kale. Kuna mtu mmoja anaitwa Elia. Unasoma kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 17, ya kwamba Elia alikuwa ni binadamu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii, na alipoomba kwa bidii mvua haikuweza kunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Huyu ni Elia. Pale Karmeli, Elia aliomba ombi fupi sana, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza ama ukara ile sadaka. Elia alikuwa ni mtu wa maombi. Mwanadamu kama mimi, nini kanizuia mimi nisiombe? Watu wengine wamekuwa wakileta vikwazo, lakini tazungumza sehemu hiyo ya watu wanaoleta vikwazo na kushindwa kuomba. Hao walikuwa ni baadhi ya watu ambao wamekuwa wakiomba katika kitabu cha Biblia, Agano la Kale. Hebu nikurudishe Agano Jipya. Inazungumza nini habari ya watu ambao walikuwa wakiomba? Mtu wa kwanza katika Agano Jipya nikurejeshe kwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Mtume Paulo.
Mtume Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akiomba sana, na Biblia inaonyesha kwamba yeye alikuwa anawaombea watu wengi kuliko maombi aliyokuwa yanamhusu yeye peke yake. Hebu twende kitabu cha Matendo 16 mstari ni wa 25, tusome maneno haya. Matendo sura ya 16 mstari wa 25, Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Kwa hiyo Paulo na Sila wako kifungoni, lakini usiku wa manane tunaambiwa kwamba walikuwa wanaomba. Hivyo basi ilikuwa ni kawaida yao, Mtume Paulo na wenzake, haijalishi ya kwamba walikuwa wanapita katika mazingira yapi, wao ilikuwa ni kawaida yao kuomba. Kwa hiyo utaona ya kwamba walikuwa wanaomba. Huenda wewe usiku wa manane sio habari ya kuwa gerezani. Una changamoto katika ndoa, huo ni usiku wako wa manane. Una changamoto katika masuala yako ya kijamii, huo ni usiku wako wa manane. Una changamoto ya magonjwa, huo ni usiku wako wa manane. Una changamoto katika ndoa yako, huo ni usiku wako wa manane. Unapaswa kuomba. Na nikwambie, watu wengi wamekuwa wakiomba kwa sababu wanapitia katika shida. Lakini Mtume Paulo anasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo haijalishi ya kwamba upo katika shida, upo katika raha, upo katika furaha, wewe unapaswa kuomba. Muite Mungu kila wakati, na Mungu afungwe na mazingira, afungwe na muda, afungwe na wakati, afungwe na tawala za ulimwengu. Hivyo basi anapatikana kila wakati. Kitabu cha Zaburi 137 kwenda hapo 38, 39, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyazungumza ya kwamba yeye anapatikana kila mahali, anapatikana kila muda. Hivyo basi mimi na wewe tunapaswa kuwa na muda kuhakikisha ya kwamba tunaomba. Lakini Agano Jipya, mtu mwingine ni nani? Yesu Kristo, ambaye ndi kielelezo chetu kikubwa katika maisha yangu na katika maisha yako. Aliomba, na katika kuomba kwake, kitabu cha Marko 1 mstari wa 35 na mstari wa 35, alfajiri na mapema sana Yesu Kristo alikuwa akiomba, na yeye ndiye ambaye ananipatia kielezo kikubwa kwangu mimi na kwako wewe, ili mimi na wewe kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wa maombi. Usiweke kikwazo chochote katika maombi. Na ili mimi niweze kupata nguvu, wewe uweze kupata nguvu, tunahitaji maombi mengi. Na hapa ndipo ule msemo ulipotoka: maombi mengi, nguvu nyingi, na maombi kidogo, nguvu kidogo. Je, unahitaji kuwa na maombi mengi, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki? Kama unahitaji kuwa na nguvu nyingi, kuwa na maombi mengi yenye utulivu, yenye kuzingatia kanuni za maombi. Na hizi ndizo kanuni ambazo ziliweza kuzingatiwa. Na nikwambie, kanuni 4 unapaswa kuzizingatia unapohitaji kuwa mtu wa maombi. Kanuni ya kwanza, kuwa na muda maalum wa maombi. Unapohitaji kuomba, hebu kuwa na muda rafiki. Lakini kanuni ya pili, soma Biblia kwa maombi. Kanuni ya 3, jifunze kuomba kwa sauti. Ngoja nikwambie, kuna mambo ambayo ni ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Wengi wamekuwa wakipuuzia hili jambo la kuomba kwa sauti, lakini leo tutaligusia. Katika kuomba tunasisitizwa pia katika Biblia kwamba tunapaswa kuomba kwa sauti. Na hili lilitokea mpaka wanafunzi wakaenda kumwambia Yesu, Bwana, tufundishe jinsi ya kuomba. Ni kwa sababu walimsikia anaomba kwa sauti. Na kwa kuwa unakuwa ni mtu wa maombi, anzisha kikundi cha maombi. Hii itakusaidia sana, na utaona mambo makubwa kwa mtu ambaye anakuwa ni mtu wa maombi. Sasa kuna jambo ambalo mtu anajiuliza ya kwamba, je, tunapaswa kuomba ama kufanya maombi katika mkao upi? Maana kumekuwa na mijadala mbalimbali kwamba watu wengine wamezoea kwamba ili uweze kuomba ni lazima uwe umepiga magoti tu. Wengine wanasema ni lazima uwe umesujudu tu. Lakini ngoja nikwambie, Biblia ina vielezo vingi vya namna ya kuomba. Moja, njia ambayo ni ya muhimu na ya kuomba vizuri uonekane kwamba mtu anaomba kwa kweli, ni njia ya kupiga magoti, na watu wameizoea. Ngoja nikusomee jambo fulani
katika ukurasa wa 71 mwongozo wa kujifunza Biblia wa watu wazima, hususan ni kipengele cha kupiga magoti, na hii Danieli 6 mstari wa 10. Anasema kitendo halisi cha kupiga magoti katika kujisalimisha huonesha mkao wa unyenyekevu. Kwa hiyo tunapopiga magoti ni mkao wa unyenyekevu. Kwa maana fulani ni tofauti na kukaa kwenye kiti au kulala kitandani wakati tukiomba, ingawa tunaweza kuomba tukiwa katika mikao ya jinsi hiyo. Hata hivyo, tunapopiga magoti mbele za Mungu, tunaonesha kwamba tuko tayari kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote, na maneno yetu yanatangaza kwamba yeye ni mwenye enzi na kwamba sisi tu watoto wake tulioumbwa naye. Kwa hiyo kuomba kwa kupiga magoti ni jambo la msingi na limesisitizwa kuonesha ya kwamba tunamnyenyekea Mungu na ya kwamba tumekubali kwenda kumsikia. Kwa hiyo kuomba kwa kupiga magoti ni jambo la muhimu sana, lakini haimaanishi ya kwamba njia zingine zimezuiwa. Katika Biblia kuna watu walioomba wakiwa wamesimama. Yehoshafati, kitabu cha Nyakati wa Pili 20 mstari wa 5. Kwa hiyo unaweza ukaomba ukiwa umesimama. Lakini kuna watu ambao waliomba wakiwa wameketi. Daudi, kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 18, alikuwa akiwa ameketi. Lakini kuna watu ambao walipiga magoti wakiwa wameinua mikono juu. Sulemani, waraka wa kwanza wa Wafalme 8 mstari wa 54. Wengine waliomba wakiwa wameinama chini. Nehemia sura ya 8 mstari wa 6. Wengine waliomba kwa kusujudu. Daudi alifanya hivyo, Wafalme wa kwanza 1 mstari wa 47. Lakini wengine waliomba wakiwa wamesimama. Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ni kwa namna gani unaweza kuomba? Unaweza kuwa ni mgonjwa ukaomba ukiwa umelala. Unaweza ukawa uko safarini ukaomba ukiwa umeketi. Lakini jambo kubwa ambalo ni unyenyekevu, tunahitaji kuomba tukiwa tumepiga magoti. Hebu sikia mambo ya kuzingatia kadhaa hapa. Angalia katika kitabu hiki cha Tuamshe Tena, anasema maombi yalikuwa kiini cha harakati za wanamarejeo wa awali. Waliomba. Na mwisho anasema ushindi mkuu unaopatikana kwa ajili ya Mungu sio matokeo ya ushawishi, vifaa vikubwa, mvuto mkubwa au mali nyingi. Ushindi unapatikana katika chumba maalum wanapokutana kuzungumza na Mungu kwa dhati, watu wenye imani isiyokoma wakishika juu ya mkono wenye nguvu. Kwa hiyo hatufanikiwi vitu kwa sababu tuna mali, kwa sababu tuna fedha. Tunafanikiwa kwa sababu tunaomba. Nikuombe, unahitaji kufanikiwa, rudi katika maombi, rudi katika sala, rudi katika dua. Na ndipo wanafunzi walipomsikia Yesu anaomba kwa sauti, wakamwambia, Bwana, tufundishe sisi kuomba. Ndipo Bwana akaenda kuomba sala ya Bwana, kuwafundisha. Sala haihitaji kukariri. Kitabu cha Mathayo sura ya 6, Yesu alikemea watu ambao walikuwa na sala ndefu wakiwa wamekariri. Uhitaji kukariri sala, uhitaji kuwa na sala ndefu, ila unahitaji kupeleka mahitaji yako ya muhimu na ya msingi, maana Mungu atakuwa tayari kukusikia. Katika kuomba, zingatia mambo yafuatayo. Unapoenda kuomba, unapokuwa na sala, zingatia mambo muhimu ambayo nakukumbusha tunapoenda kufunga kipindi hiki. Kulinda muda wa kuwa peke yako na Mungu katika maombi ni muhimu ili kubaki imara kiroho katikati ya mambo mengi ya dunia hii. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kupiga magoti ni mkao wa unyenyekevu na heshima unaotusaidia kupumzika kutoka katika mambo mengine na kuwa makini kwa Mungu. Na mwisho, Yesu alitufundisha kuwa halisi na kwa kweli katika maombi yetu, si wenye kujionesha au wenye kukariri. Hivyo basi, mwongozo wa juma hili unanitaka mimi na wewe tuweze kuwa na maisha ya maombi. Usiweke vikwazo, usiweke visingizio. Hakikisha kwamba unakuwa na muda wa maombi, inakuwa na muda wa maombi ili kuweza kuwasiliana na Mwenyezi Mungu kila ambacho ninahitaji. Wagonjwa wanapona kwa njia ya maombi, matatizo yanaisha kwa njia ya maombi. Nikualike uwe mtu wa maombi kama Yesu Kristo alivyokuwa mtu
wa maombi. Bwana akubariki unapojiandaa kuwa mtu wa maombi. Na tunapofunga nikualike tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema yako. Asante kwa kuwa unatupenda na unatujali. Mimi na mtazamaji na msikilizaji tufanye kuwa watu wa maombi, na tumeamua, maana tumeona kielezo kutoka kwa Yesu Kristo. Asante kwa kuwa neema yako yatosha. Ndio tunavyoomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen. Bwana akubariki.